Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa kauli akisema kwamba Urusi itakuwa na mafanikio makubwa ya kijeshi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa 2025, huku ikiwa na faida ya kimkakati na inafanikiwa kusonga mbele katika eneo kuu la ngome la Ukraine huko Donbas baada ya kuiharibu ngome kuu huko nchini Ukraine ya ngome ya Ukraine. Vikosi vya Urusi vinawarudisha nyuma wanajeshi wa Ukraine kwenye mstari wa mbele na wanatazamiwa kutoa ushindi mpya kabla ya mwisho wa mwaka huu, Rais Vladimir Putin anasema. Kiongozi huyo wa Urusi alielezea hali ya mapigano dhidi ya Kiev wakati wa kipindi chake cha kila mwaka cha maswali na majibu siku ya Ijumaa, akiongeza kuwa ana uhakika kwamba kabla ya mwisho wa mwaka tutashuhudia mafanikio mapya ya vikosi vyetu vya jeshi, wapiganaji wetu. Vikosi vya Urusi vimekamata kikamilifu mpango huo wa kimkakati baada ya kuwatimua wanajeshi wa Ukraine kutoka mkoa wa Kursk majira ya kuchipua, Putin alisema. Kiev ilizindua uvamizi huo mwaka uliopita ikidai kuwa itaimarisha msimamo wake wakati wa mazungumzo ya amani ya baadaye. Baada ya kukomboa jiji la Krasnomensk mapema mwezi Desemba, Urusi ilipata msingi wa maendeleo zaidi katika kile ambacho Putin aliita eneo kuu la ngome la Kiev huko Donbas, linalotia ndani ardhi zilizo na miji kati ya miji ya Slaviansk, Kramatorsk na Konstantinovka. Mwisho huo tayari unapiganiwa na wanajeshi wa Urusi, alisema. Wachambuzi wa mambo wanasema huenda hii ndio sababu ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kusema lazima atumie makombora ya Oreshnik kusafisha na kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine waliopo katika mstari wa mbele. Amesema kwamba kabla ya mwaka huu lazima aonyeshe Urusi ipate ushindi kwa namna yoyote ile. Pia kuna mapigano makali katika maeneo ya Krasny Liman na Dimitrov pamoja na Guliai, Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema. Kwa upande wa vikosi vya kusini, vikosi vya Urusi vimeuteka mji wa Kupiansk na kushinikiza kikundi cha vita vya Ukraine ambacho kilichimba kwenye eneo kubwa la reli karibu kabisa. Putin alisema wanajeshi 3500 wa Ukraine huko hawana nafasi yoyote ya kuishi baada ya kukataliwa ombi la kurudi nyuma. Wakati utafika ambapo vijana wetu watamaliza kazi yao ya kuharibu vikosi vya Ukraine vilivyozingirwa kwenye ukingo wa kaskazini wa mto na kuelekea magharibi. Hilo litafanyika hivi karibuni, alisema Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Majaribio ya Ukraine ya kushikilia au kubadilisha mafanikio ya Urusi kwa gharama yoyote hayajafanikiwa na yamelemaza tu akiba ya kimkakati ya Kiev, Putin alisema, akiongeza kuwa hali hiyo mbaya itasukuma Kiev kukubali utatuzi wa kidiplomasia wa mzozo huo itake isitake. Sasa Rais Putin ameweka wazi na kuliagiza jeshi kupitia mkuu wa majeshi Bwana Gerasimov kwamba ni wakati wa kutumia makombora hatari ya Oreshnik ili tu kuishinikiza Ukraine iachane na vita hivyo, la sivyo iendelee kuiangamiza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Ni wakati ambapo Rais Putin anazungumza na vyombo vya habari vya ulimwenguni kote kujua nini mustakabali wa Urusi kuanzia mwezi Januari hadi kipindi hiki cha mwezi wa Desemba. Kuna taarifa nyingi za Rais Putin tutakuwa tukikujuza kupitia hapa The World News kutokana na mkutano wake unaoendelea. Endelea kuwa nasi, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.